and your grace. Said in your word, doors will open when I knock. But I'm here in your presence. Please do not let me down. But I'm here in your presence. Please do not let me down. Oh, please do not let me down. That is what you will do. That is what you will do. That is why you are called.
that gives me hope, gives me life. That's why I live. There is something about you that gives me joy. It makes me happy. I'm so happy. There is something about you that makes me stand out. Makes me different. Everywhere I go, that is why I say. Amen. Amen. Praise the Lord. Good evening, everyone. I hope umeshinda salama. Bwana amekubariki. I thank God because of today. Naamini ya kwamba ulikuwa maombi na umeomba na Bwana amekupatia neema. I thank God for you. Najua kwamba Mungu amekuwa mwaminifu. Unapopanga mpango kama wa maombi, Bwana anachukulia kwa nguvu sana kama wewe. Nami naichukulia ikiwa ya nguvu zaidi, kwa sababu I know prayer, maombi huwa inabadilisha a lot of things. Kwa hivyo wakati unaomba, wakati umekubali maombi, Bwana naye anakubali kukaa karibu na wewe. Usisahau maombi ndio njia pekee ya kuunganisha watu na Mungu, ama ya kuongea na Mungu. Anapokuongelesha kwa neno, nao unamuongelesha kwa maombi. Kwa hivyo prayer ni very important kwa wale wanaoelewa. Na nashukuru Mungu kwa sababu siku ya leo imekuwa siku nzuri kwangu. I thank God because naweza sema nimeona bila Mungu anaweza pea mtu neema. I believe hata uko na neema ya Bwana. Bwana amekuwa mwema kwako, ametenda mambo mazuri. Jambo moja liko ni ya kwamba the way bila unachukulia venye unachukulia mambo, hata kama uko kwa maombi, Mungu anayachukulia zaidi kuliko wewe. Maandiko yanasema ya kwamba tunapohukumika ndani ya mioyo yetu, Mungu anakuwa tayari amesaa hukumu, kwa sababu kile kinakuhukumu kwa moyo wako, Mungu anakuwa amesaona. Na ndio maana moyo wa mtu ni vizuri sana kuwa direct kwa neno la Mungu. Kwa hivyo usiku wa leo ninayo furaha sana nikiongea nawe, najua kwamba Mungu amekuwa mwaminifu. Moyo wako umeridhika, roho yako imeridhika. Sijui kama umestruggle kuomba, but usisahau kustruggle na kuomba ukiwa na breakthrough, zote ni maombi. Because maombi is maombi si ati kwenda kusikia tunateremuka, no. Huyo ni mwanzo wa vita. Kwa hivyo unapoanza kupigana, don't think ya kwamba unaporusha gumi mawe, wewe utarusha huyu atasimama hivi umugonge kumugonga. No. Ni mishale mnarushiana. Sasa inategemea ni gani iko na moto. Ukiona umeshinda ujue umedungwa ile mbaya. Kwa hivyo inabidi ujue kwamba ni battle. Prayer ni battle. Maombi ni vita. Kwa hivyo ukisikia breakthrough, kumbuka ya kwamba hapo Mungu amekusaidia, umeshinda vile mwili unataka. Sababu mwili ndio shida sana ya maombi. It's not the devil. The devil is not the problem. Lakini huwa anahakikisha amefanya mwili ile usikie usingizi, usikie kuboeka, usikie kuchoka, ugonjeke, vitu kama hizo, purposely za ku distract your prayer. But maombi ndio the only way you can fight and good fights. Kwa hivyo tonight I thank God because of you. Wale wamekuwa maombi, kumbuka ni maneno gani tulikuwa nimetuma kwa simu yako. Tulianza na maneno nasema nini? Tukiungama dhambi zetu, Mungu ni mwaminifu sana. Tukiungama dhambi zetu, Mungu ni mwaminifu sana. Yeye mwenyewe anaweza kutusamehe. Kitu ya kwanza nilikuwa nimekuambia uombe, kwa sababu anything you talk negative in your life,
either miaka ile umeisha, imepita na bado ina affect your life today. Ukienda Yeremia ilikuwa inasema nini? Niiteni nami nitaitikia na nitaonyesha mambo magumu msiyoyaona, msiyoyajua. Means ya kwamba yale magumu msiyoyajua na uzayo yasikia, give you that when you conquer. Utaenda kwa Biblia utakuta bado inasema Yeremia 29 verse 12 inasema mkiniomba nami nitawasikiza. Kwa hivyo vitu mingi sana zilikuwa pale about prayer. Naamini umesoma hizo verses zimekusaidia kuelewa mambo mengi. Nawe unapaswa kujua kwamba still you are dealing with the speaking ama how to speak. Na ni vizuri sana siku ya leo uelewa kwamba kinywa chako vile kinaongea, that way ndivyo una possess. Kinywa cha mtu uongea yale mambo ana possess. If you want to possess anything good, you must talk good about it. If you need to possess something good from anything you are talking about, talk good about it. Na utapata mzuri. Unataka kutoa pesa kwa biashara yako, lazima uongee uzuri wa biashara yako. Unataka kazi yako ilete matunda, lazima uongee uzuri wa kazi yako. Kwa hivyo vitu mingi zinaingilia through vinywa vyetu, maneno tunayoyaongea. Na ni vizuri sana kujua kwamba Mungu ana reason sana wakati unaongea, ayachukulii vyenye tunachukua. Kwa hivyo chukulia maneno ya kinywa chako yakiwa very important, because God anaelewa jinsi ulivyo na anajua weakness zako zote. Wakati umeenda mbele za Mungu, vizuri ku open your heart, because you are not fighting with God. You are going to ask God to do it. Now know your relationship with God ina matter sana for anything you are doing. Ina matter sana. The relationship with God, when anytime you relate with God, jua hivi relationship yako na Mungu ndio inaleta the unity in the spirit. Because when you are relating with God na the good way, God, Holy Spirit atakuwa karibu na wewe. Holy Spirit atakuwa hapo together with you. Anything you are doing, know that, not this, related with the Holy Spirit. The relationship ya mtu na Roho Mtakatifu ndio inafanya mtu relate na Mungu. Now, relationship ya watu kawaida, it is more than, unaona vile watu relate katika marriage, katika relationship, the same thing, lazima uwe na that relationship na Mungu. But now, yule anatusaidia kurelate na Mungu, the Holy Spirit. Kulingana na Romans 8 verse 26, we don't know how to pray, but the Holy Spirit help us how to pray, but we don't know how to pray. Now, when you don't know how to pray, you must relate with the Holy Spirit to teach you. Maombi inakuwa tamu wakati una ushirika mzuri na Roho wa Mungu. Sababu hii ndiye anajua mawazo ya Bwana. Na sasa hiyo ndiyo inasaidia mtu kujua what is tomorrow, nini iko kesho. Nitafanya nini nisikie bado ninaendelea. Bado relationship huwa inaendelea kukipiwa iwe na joto. Mtu mmoja aliniambia zamani, upendo ni kuongea. The more you talk with someone, the more mna relate na that relationship. The more kimya kinazidi, the more distance inakuwa ndefu. Kwa hivyo nikaelewa kwamba the more ninaongea na Mungu, the more naomba, the more nasoma neno, the more tuna relate. The more unakuwa na rafiki, the more mnaongea, the more mnaonana, the more mnashiriki, the more mnakuwa na that relationship strong. Ndio naona watu walio wapendana wakikuwa na distance ya mbali, sometimes that relationship inakufa. Si kwa sababu kuna mtu alitaka kuua ama mtu alikuwa na plan mbaya, no. Ni kwa sababu distance imeweka mipaka. Uko mahali siwezi kuona, uko mahali siwezi kukusikia, time zinapitana, unakuta that relationship inaenda pole finally inakufa. Kwa sababu tulikuwa tunaongea mara 3 kwa siku, sasa tunaongea once per day. Sometimes tunamaliza 3 days bila kuongea. Sometimes tunamaliza 1 week bila kuongea. Siku nyingine after 1 month. Now unaona the more distance, the more relationship inakufa. Hivyo ndivyo ilivyo na Mungu. Kama distance yako na Mungu naona iko mbali, wewe mwenyewe hauna wakati na maombi, hauna wakati na neno. Kwa hivyo that time hata wewe mwenyewe ushirika wako na Roho Mtakatifu uko chini. Kwa hivyo huwezi kuenjoy.
kile unachokifanya. I think it is good to understand what is the relationship ya mtu na Mungu ina matter sana. Tunapoongea mambo ya speaking, how to speak, kwa sababu nilisema kuongea ndio kunajenga vitu ama ndio unafanya mtu awe na shida. Nimesema jana jioni ya kwamba mambo yale mengi yametuumiza ni yale tuliongea wakati tulikuwa na hasira, mengine tuliongea out of ignorance, mengine tuliongea out of understanding, we don't have understanding, mengine tuliongea out of watu kutukwaza, tunasikia mioyo yetu haiko sawa, but hatukujua jinsi hayo maneno yanaweza kuwa affect maisha yetu. Na ndio maana Ephesians chapter 5 verse 11 Paulo alikuwa anaambia watu it is not good to have a relationship na watu wasio sawa. Kwa sababu gani? Anajua relationship ya watu wasio straightforward italeta madhara katika maisha ya Mkristo, ya mtu aliyemjua Mungu. Wacha nisome verse 11 chapter 5. Maandiko yanasema hivi: wala msisirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali muyakemee. Msisirikiane na matendo yasiyozaa, bali yasiyoleta matunda, bali muyakemee. Kwa nini tuyakemee? Kwa kuwa yanayotendeka kwa siri ni aibu hata kuyanena, lakini yote yaliyokemewa udhihirishwa na nuru, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Kwa hiyo unaona vitu nyingi zile watu hawezi fanya hadharani, sometimes inakuwa ziko against the law. Sasa anasema ya kwamba unaposhirikiana na watu wasio sawa, hii jambo linakuwa na uzito sana katika maisha yako. How? Kwa sababu usipokemea giza itakufunika mazao, matunda yake. Anasema kwa kuwa yanayotendeka kwa hasiri ni aibu hata kuyanena. Kwa hivyo mambo mengi tunaongeaga secretly hayawezi kuletwa wazi, kwa sababu hayaleti matunda, hayaonyeshi uungu. Sasa that relationship tunaongea, maneno ya kinywa cha mtu inapaswa kuwa na that relationship iliyo sawa. Na ndio maana Proverbs 31 verse 9, Proverbs akasema hivi, ama mwandishi wa hiki kitabu I'm sorry kidogo. Okay. Verse 9. Fumbua kinywa chako na uhukumu kwa haki. Unapofungua kinywa chako ukiongea, hakikisha unapoongea ni mambo yanaleta haki. Fungua kinywa chako na uhukumu kwa haki. Wapatie maskini na mahitaji haki yao. Anytime mtu anaongea, unaona sometimes watu waongea wanafinyilia watu wale hawana wa kuwatetea, wanawafinyilia watu wale hawana njia ya kupata mahitaji ya kila siku. Na ninaona uongozi ni kitu moja ya muhimu sana. Kiongozi anaposema kitu watu waangalia sana the leader venye anaongea. Na ndio maana leo tunapoongea hapa, nataka kukuambia unapaswa kujua kuongea bila struggle, kuongea vitu zisizoleta confusion katika mawazo na katika maisha yako. Sababu ni gani? Kwa sababu the more unaongea, the more una relate in the spirit na vitu tofauti. Kwa sababu maongeo ya kinywa cha mtu yanafanya relationship in the spirit. Unaongea yanaenda kwa hanga. Ikienda kwa hanga, haiangukangi mahali. Inashikiliwa na ufalme wa hanga. Inategemea ni ufalme gani umeongelesha. Because katika anga hii kuna maufarume mbili, ya Mungu ni ya Shetani. Sasa ukiongea mabaya, Shetani anachukulia kwenda kuhukumu nayo na kuleta judgment in your life. But now, alafu anasema hivi katika Psalms 34 verse 13. 34:13. Uzuie ulimi wako na mabaya. Uzuie ulimi wako na mabaya, na midomo yako na kusema hila. Uzuie ulimi wako na mabaya. Uzuie ulimi wako usiongee mambo yasiyofaa. Kwa hivyo ni mambo unaweza zuia wewe mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kukuzuilia isipokuwa wewe uzuie. Uzuie ulimi wako na mabaya. Uhakikisha umecontrol your tongue. Kwa sababu kabla hujaongea unakuwa unawaza. Kwa hivyo before uongee, waza lile unaloliongea kama kuna mahali linasaidia.
kama kuna mahali linafanya kazi, because many times we do things without reasoning. Haujawaza, hujafikiria. Lazima something ingie in your mind before you talk. You think ninapoongea lita affect namna gani? Uzuie ulimi wako na mabaya na midomo yako kusema ila. Uache mabaya utende mema, utafute amani kuifuatie. Utafute amani kuifuatia. Kwa hivyo mtu wa amani, kitu ya kwanza ile anatafuta sana ni kuongea maongeo yale yata affect either mwenzake ama yeye mwenyewe. Because unajua kuna mambo mengine tunaongea hazi affect hata wenzao, zina affect maisha yetu. Maneno yale uliongea kwa hasira kwa sababu mtu alikuambia kitu na ukasema out of anger, hiyo ndio kitu inaweza kukuaffect. Hata ukweli hiyo ndio inafanya hata ndoa, relationship, family, masomo ya watoto, hizo vitu zote zinaleta kwa shida wakati umeongea kwa hasira. Sababu hasira huwa inapanda mbegu tofauti maishani mwa mtu. Proverbs chapter number 10 verse 6. Baraka umlakia mwenyewe. Baraka umlakie Baraka umkalia mwenyewe. Baraka umkalia mwenyewe. Nani huyo mwenyewe? Aki kichwani. Bali zeuri ufunika kinywa chake mtu muovu. Baraka inakalia mwenyewe kwa kichwa chake, but jeuri, malingo, watu wale wazeuri ni watu wanaongeaga vile wanataka. Sometimes because wako na that authority, wana pesa, wana mali. Watu wazeuri ni watu wale tu wanakuwa mioyo yao ina ubaya mwingi, na wamepata opportunity ya kuwa na fedha na mali. Samdo anakuwa mjeuri tu buri, hata kumrekebisha ni ngumu. Inasema ya kwamba bali zeuri ufunika kinywa chake mtu mwovu. Hata akiongea, anaongea matope tu. Na ndio maana ni vizuri sana wakati unaongea, ujue ya kwamba kila unaongea kama kina affect life yako ama life ya mwingine. Kwa hivyo jioni ya leo ninaandikia katika jina la Yesu Kristo, kila neno lililo neno kinyume na maisha yako, aidha na wale wako hai na wale wamekufa, na lilikuwa linasema ya kwamba you are not going to prefer lilikuwa lienda lisema ya kwamba litakudestroy. I'm going to destroy you. Kwa sababu neno la Mungu linakuwa ya kwamba I'm going to bless you. Neno la Shetani nasema kwamba I'm going to curse you, to destroy you. Anything to do with the word from the devil, ana hiyo ilitoka kwa mtu ama mchawi against your life, ilikuwa inasema you'll never go anywhere. Inasema you'll never be married, you'll never go anywhere in this world. Unajua kuna watu hata wakijaribu kwenda, because the word lililo neno nasema kwamba utalive, utakaa nyumbani, you will live in the house, you will live in your family village, but now unapotokea town, na neno lililo neno linasema kwamba you cannot go anywhere in this world, in this country. Unakaa katika community. Neno lile linaweza kukusumbua katika maisha yako, because ukitokea town na kuna mtu alisema kwamba you never go to any city, to any town, utaenda na utaumia na utaona unarudi nyumbani. Watu wanakuja town wanakaa for 3 days, 1 year anarudi, 2 years anarudi, anakuwa affected na yale maneno. Na akili kwa sababu hakuna mtu anajua about it. Sasa kama hujui, unakuja tu naona, unasikia moyo wako hutaki kukaa tena. Sema mimi sikai town tena. Kwa hivyo all the years unakuta umeenda nyumbani 6 months, umerudi tena town, umekaa nyumbani 3 months, unarudi tena town. That words zimekuwa na shida ya watu wengi sana. Na declare siku ya leo, kila neno lilineno kinyume na maisha yako, ya kusema hautainuka, hautaendelea, hauta succeed in this life, we destroy it now in the name of Jesus Christ. Tuna reverse kila maneno yaliyowekwa angani, aidha na wazazi, aidha na mababu, aidha na waganga, aidha na enemy walio na ndimi za kukasa. We break it down in the name of Jesus Christ. Any word iko against your prosperity, in the name of Jesus Christ, we destroy now in the name of Jesus Christ. Any word iko against your family, we destroy it now in the name of Jesus Christ. Any word iko against your children, I destroy now in the name of Jesus Christ. Kuna mtu alisema maisha yako itakuwa useless. Right now I destroy now in the name of Jesus Christ. Kuna mtu atasema hautawahi kujiinua na kujishikia na kujielewa. We destroy in the name of Jesus Christ. Kuna mtu alisema you never
stand to your marriage, I destroy now in the name of Jesus Christ. Kuna mtu alisema ya kwamba hata ukienda wapi utarudi. Tumekataa hayo maneno, tunayakatanisha mara 7, tunayadestroy na moto. Jioni ya leo I declare kila neno lilinenwa katika anga against your life, against your family, against your children, against your business, against your work, he massacre, he break it down by fire in the name of Jesus Christ. Oripasata rakata. Aja kukubaliana na mimi ya kwamba kila neno lilinenwa kinyume, hata hukusikia, hata hukuwa karibu, lakini wakaachilia kwa anga na yale maneno ikaanza kukuroketa. We declare now any word from the devil locate your life, haitakuona in the name of Jesus Christ. Any word imenenwa na mwanadamu aliyejawa na uongo na utetani katika vinywa vyake, tumedeclare katika jina la Yesu, lile neno alitakufikia. Ninaweka moto wa Roho Mtakatifu ukachome katika jina la Yesu Kristo, ukachome katika jina la Yesu Kristo. We destroy every work of the enemy against your life, against your family, against your children, against your business. Mandarazara bakai. In the name of Jesus Christ, kila neno lisio jenga, lisio inua, lisio bariki, lilinenwa maishani mwako, juu ya kazi zako, juu ya familia yako, juu ya watoto yako, juu ya bwana yako, juu ya mke wako, juu ya familia yenu, na ivunja sasa by fire, 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 in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Kuna watu wananena maneno wanaweka kwa anga. Unapojaribu kuinuka yanakuangusha. Unapojaribu kuinua familia zinaangusha. Watoto wanajaribu masomo wanaangushwa. Hayo maneno tunayakamata katika anga, tunayaleta chini katika jina la Yesu Kristo. Unajaribu kufanya lolote, linakwama katikati. Kila miradi unaanza inakwama katika jina la Yesu. Kila maneno yasiyo na neema yaliyonenwa kwa anga, wawe ni wachawi ama waganga, hawa ni wababu wanaoraani na waganga wanaoraani, tunayakamata yale maneno. Mengine yamesema utawaitwa boa, mengine yamesema utaitwa kwa hata inchi kama hii, mengine yamesema hata ukitokea mjini au utasucceed. Nimendestroy hizo maneno katika jina la Yesu Kristo. Ingine nanena juu kinyume na watoto wako, wanakataa kusoma, wanakataa mambo yale yanafaa, tunadestroy in the name of Jesus Christ. I break it down. Ingine nasema magonjwa katika mwili wako, kila ugonjwa umelemea katika mwili wako, kama ni anga ilinenewa ikaleta hiyo destruction, we destroy right now in the name of Jesus Christ. I pray for the power of the Holy Spirit against every word in the Rasulbakataya, against your life, against your family, against your children, against your business, in the name of Jesus Christ. Aidha ulitoka kwa mbomo fulani, ulikuwa aidha umeolewa ama ulikuwa na uhusiano na shetani akaingia watu wale, wakasema hata ukitoka utafaulu, wakasema hata kule umeenda utasucceed, kwa sababu waliona wao ni kama walikusaidia ndio walikupatia uhai. Kumbuka Mungu anajua wakati mtu amekuwa ameguzwa moyo wake na amekuwa amefinywa, hata kama uliondoka na wakasema you are not going to prosper in this world, we declare that word you are useless. We destroy the word of the devil, because your maneno ni ya laana, tunayavunja na kuyaharibu katika jina la Yesu Kristo. Na tumesema hata kama ulitoka na ulidhulumiwa na ukateswa na ukapitia magomo, Jehova akukumbuke tena na kuinua kutoka level ulio sasa na kupeleke mbali. Ninakufunga vunika na damu ya Yesu Kristo. Kila maneno ilikuwa imetumwa haina nafasi mahali pa kulanda, because the Holy Spirit is upon your life in the name of Jesus Christ. Haita kuna mahali umekaa kwa ile mboma, haujakubalika na wale watu, haujakubalika na in-laws, haujakubalika na boma hile, nimendeclare Jehova, kila maneno na neno kwa anga against you, wata isipate nafasi mahali pa kuingia, wata isipate nafasi kwa mwili wako. Tumendeclare blessing of the Lord upon your life right now in the name of Jesus Christ. Wanachukia watoto wako, nimendestroy kila neno ya chuki inaoachiliwa, haitaweza kuaffect watoto wale in the name of Jesus Christ. Wengine wamesema na watoto uko nao
anasema hata si wake, utafute baba yao na unajua vizuri ni wao, anawakataa dhalani. Nimesema Mungu maneno yote anajaribu kuitupa kwa anga, haitafanya kazi. Wacha Mungu akukumbuke na wakumbuke na walinde maneno yote negative in the name of Jesus Christ, and declare the power of the Holy Spirit upon your life right now. Let the blessing of God come upon your life. Let the blessing of the Lord come upon your life. Risakatarabazanda roposikatarabataya. Yale maneno yote ulionena mwenyewe, aidha ukiwa mdogo ama ukiwa mkubwa, ukasema utafaulu. Sasa maneno yale, kwa sababu tumeyatubu mbele za Bwana, wacha isikuwe na nguvu juu yako. Sasa maneno ya kusema hutaolewa aishi kuwe na nguvu. Maneno ya kusema hutasimamisha jamii yasiwe na nguvu. Maneno ya kusema huwezi fanya biashara yasiwe na nguvu. Maneno ya kusema huwezi endelea haitiwe na nguvu. Maneno uliyoongea na hasira nimeyavunja sasa, hayana nguvu, kwa sababu tumetubu mbele za Bwana. Wacha Mungu akaondoe, shetani asipate nafasi ya kuingia katika jamii zetu. Yote tuliongea kwa hasira, yote tuliongea kwa uchungu, yote tuliongea kwa maumivu, yote tuliongea kwa sababu ya kuwa tumeteshwa, nimeandestroy sasa. Yasifanye nguvu kwa watu, yasifanye kazi kwa watoto wako, yasifanye kazi kwa familia yako, yasifanye kazi kwa kazi yako, yasifanye kazi kwa nyumba yako, yasifanye kazi njiani mwako, yasifanye kazi, kwa sababu tunayavunja na kuyaribu. Rakasotapa katayanda repeseketa rabazanda rasarabusi nanama, in the name of Jesus Christ. Baba, kwa jina la Yesu ni asanti, kwa sababu Mungu tuja mbele zako tunanena kwa usungu, useme ya kwamba tumefanya mambo mengi sana kinyume. Mali tuliteswa, tulishikia uchungu, tukalahani, kwingine tukatukana, kwingine tukaongea vibaya. Tusamee na utuoshe Bwana. Usikubali tuumie kwa maneno ya ujinga na maneno ya kutofikiria. Usikubali tuumie kwa sababu ya kuongea bila kuwaza. Baba, ni asante kwa sababu utaponya mioyo yetu na utaleta maisha yetu kuwa safi katika jina la Yesu. Wacha kila mmoja anayesikiza, wacha neema yako ikamshukie. Asante Yesu, kwa sababu ni Mungu. Tuponye na mabaya Bwana, tuponye na maovu na maovu yote yanaachiliwa kwetu, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba utatubariki mjini, utatubariki masambani, utatubariki barabarani, utabariki watoto wa tumbo zetu, uzao wa tumbo zetu. Wacha Mungu utatubariki hata kile tunakula katika nyumba zetu. Baba, mahali tulikuwa sasa ni lahana inaingia kwa watoto, kwa familia, kwa vijiji, kwa masambani. Wacha baraka zako zikaanze kutenda kazi katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya kila mmoja anayeungana katika maombi haya. We declare favor upon them now. I declare favor upon them now. I declare favor upon them now because of the word of God. Let the favor of God, favor of the word come upon your life. Let the favor of the word come upon your life. We declare the God Abasinama in the name of Jesus Christ. We declare the Spirit of God to come upon your life. Tundalizaya dokaya zepekesa tataya ndolisa in the name of Jesus Christ. Thank you Lord. Mstari mmoja alafu tumalize. Sema amen. Kumbuka ya kwamba maneno mtu unena katika akili zake bila kujua. 21:21 ya Matthew. Yesu akazibu akawaambia, amina nawaambia, mkiamini isipokuwa na saka, mtafanya si ila hilo tu. 21:21. Yesu akajibu akawaambia, amina nawaambia, mkiamini, mkiwa na imani, msipokuwa na saka, mtafanya hilo la mtini tu. Lakini hata mkiambia mlima huu ng'oka, utupwe baharini, itatendeka. Kwa nini? Kwa sababu tunajua kuchunga vinywa vyetu venye tunaongea. Hakuna neno linakuwa ngumu kwetu, linakuwa ngumu kwa sababu tumekataa kukubali maongeo yetu yawe matamu. Kwa sababu yale unaonena, unataka uelewe Roho Mtakatifu anakusaidia wakati unakuwa katika maombi. Unapoomba, Roho Mtakatifu ndio kusaidia kuongea yanaofaa. Lakini sometimes tunazikuta yale tunaoyaongea bado sisi hayatujengi. Proverbs inasemaga hivi, chapter 10 verse 20. Midomo ya mwenye haki. Midomo
Hiyo unaielewa. Acha tuangalie verse 20. Ulimi wa mwenye haki ni kama fedha teule. Ulimi wa mwenye haki ni kama fedha teule. Moyo wa mtu mbaya hufai kitu. Midomo ya mwenye haki ulisha watu wengi, bali mpumbavu hufaa kwa kuwa ana ufahamu. Kwa ana ufahamu. Midomo ya wenye haki ulisha watu wengi. Sasa unapoanza kujitunza kuongea maneno yaliyo na uzima na maneno yanayofaa, usikiza kwa sababu you are talking something good. Kuna watu usikiza kwa sababu ya matope yao, na si watu wanasikiza kwa sababu unawajenga, ni kwa sababu watu wamejaa ubaya. Sasa ukiongea hiyo ubaya, wanaungana na wewe because wengine ni wabaya kuliko hata wewe. Usione kwa TV ama kwa hizi social media unasikia mtu anatukana na watu wanamsikiza, wanafurahia kile anaongea. Si watu wanafurahia, wengine wako laugh kama yeye. Sometimes it's not to be laugh. It is good to be something sweet. Unaongea ni sawa. Biblia inasema mahali unapaswa kujibu bila inapaswa. Usikubali shetani atake advantage of you, akufinyilia kwa sababu you are good na or more than vile unapaswa kuwa. But defense, usiwezi defense na vitu mbaya. Defense wacha ikawa ni vitu inaofaa. Mimi naweza sema ya kwamba sometimes shetani anatake advantage kwa sababu sisi wenyewe tunashindwa kuongea vile inapaswa. Mungu atatusaidia kusimama na jinsi inavyopaswa. Isaia 12 ya mwisho, 12 verse 4. 12 verse 4, Isaia 12 verse 4. Inasema hivi: na katika siku hiyo mtasema, mshukuruni Bwana, iteni jina lake, yatangazeni matendo yake katika kati ya mataifa. Litajeni jina lake kuwa limetukuka. Hiyo ndio jambo linaweza kuwa la muhimu sana. Kama kwa kila kitu unaofanya unaweza ushisha Mungu. Unasikia watu wakisema unajua mambo mengine upasi usise Mungu, sababu hiyo ni mambo yako. Na ndio maana mambo yale huwezi kuhusisha Mungu. Siku ile utahitaji Mungu kwa hayo mambo, utakuta Mungu haingilii. Kwa sababu the point is hujahusisha Mungu kwa hayo mambo, lakini wewe mwenyewe vile umefanya unataka Mungu afanye kitu ndani ya hiyo. Sasa Mungu ataingiliaje mambo zako na wewe mwenyewe utaki hiyo kitu kiendelee? Utaki lolote linafanyika lifanyike kwa sababu ya kutaka. Mungu hata mwenyewe anaangalia, naona ya kwamba huyu mtu hataki kunihusisha kwa vitu zake, lakini kukiharibika namwambia God karibu. Mungu ataingilia wapi? Lazima ujue kwamba venye unaweka kinywa chako na maneno yako, hivyo ndipo Mungu anaangalia. Bwana akubariki sana. Uwe na usiku mwema na amani ya Bwana iwe na wewe, na uzidishe kuongea zaidi mazuri mbele za Bwana. Anytime you talk, think before you talk. Anytime you respond. Kuna watu watatuma kwako kukuongelesha wakuumize moyo ili ujibu vibaya, shetani apate nafasi ya kukupiga. But nimesema you are blessed na Bwana amelinda maisha yako. Devil is a liar. Hata why take advantage of you, na Mungu atakutenda makubwa. Na mimi najua kwamba yale yote Mungu anataka kufanya kwako itafanyika kwa sababu ya neema. Kwa hivyo I thank God for you, na najua kwamba mambo mazuri yatafanyika na yafanyike kutoka leo na endelee kufanyika katika jina la Yesu. Hatutakwama na hatutakufa, tutaona mkono wa Bwana. God bless you. Jambo lingine, una maombi unataka, 0713293282, 0713293282. If you want to pray with me, you can call me at your number. Leo nisikie maombi. Kama Mungu amekwambia anything to do with the prayer, anything, you can talk to me. God bless.
Somebody say, thank you, Jesus.